yamepangwa kutoka hapo nyuma kutendeka katika eneo hili. Unaweza waambia watazamaji labda safari yako kufika katika eneo hili kwa sasa tutarajie nini? Kwanza ni vizuri kuwa nyumbani kila wakati ambapo napata fursa ya kuja hapa. Mnajua kwa kawaida mimi niko Nairobi, manake nimechaguliwa kule kuwahudumia wananchi wa Nairobi na kazi yangu nyingi naifanya kule. Lakini tumekuwa tukifanya mazungumzo na wananchi kama sisi vuguvugu la Linda Mwananchi. Tumekuwa katika maeneo mengi ya nchi yetu. Tulianzia Busia, manake wengi wanajua wakati ule nilipokuwa katibu mkuu wa chama cha ODM. Ukitaka kujua kaunti ambaye ina wapiga kura wengi ambao wamejisajili kama wanachama wa ODM ni kaunti ya Busia, sio Siaya ama Migori ama Homa Bay, ni kaunti ya Busia. So tulianzia mazungumzo yetu ndani ya vuguvugu hili la Linda Mwananchi pale Busia. Tumeenda maeneo ya Pwani, tumekuwa katika maeneo ya Rift Valley, kule Kajiado na kule Narok. Tumeenda mpaka Nakuru pia katika mkoa hiyo la Bonde la Ufa. Tumekuwa katika maeneo mengi ili kutathmini hali ilivyo katika maeneo haya na kama wananchi wanakubaliana na baadhi ya zile sera ambazo tumekuwa tukisukuma na maoni yetu. Na katika mkoa wa Magharibi tulikuwa tumeenda Vihiga na tumefanya Kakamega. So ilikuwa imebaki tu Trans Nzoia na kaunti ya Bungoma. Ndio maana sasa tuko hapa katika wakati huu weekend hii tuweze kufanya kaunti hizi mbili za Trans Nzoia na Bungoma. Na ni ile inawaleta coincidence kwa kizungu kwa sababu mimi ni mzaliwa wa huku na naondokea huku. Kwa hivyo kumekuwa na msukumo mkubwa sana. Na kesho tutakuwa katika kaunti ya Trans Nzoia, tuanzie kule Kitale. Tuweze kuzungumza na wakazi wa Kitale, tuwaambie jinsi ambavyo sisi tunaona nchi inavyoendeshwa na jinsi ambavyo mambo yanaweza kuwa tofauti. Na katika sehemu nyingi ambazo tumeenda tumepokelewa vizuri sana na wananchi. Hata kama kumekuwa na matishio ya magenge ya vijana, matishio ya fujo, tumekuwa na mikutano mizuri sana katika maeneo ya hapa Western Kenya. Na tunatumai kwamba kesho wakazi wa Kitale watajitokeza kupokea kikosi kizima cha Linda Mwananchi. Tutakuwepo pale Mheshimiwa Babu Owino, Mheshimiwa James Orengo, Mheshimiwa Shako kutoka kule Taita Taveta, na wote mnajua kikosi chetu. Mheshimiwa Soti wa Vihiga, Mheshimiwa Boni Halwale, wote watakuwepo pale na Mheshimiwa Anatembea ambaye ndio host wetu kule Trans Nzoia kesho. So tunatumai kwamba tutakuwa na mkutano mzuri, tuweze kuzungumza, tufanye yetu. Demokrasia inapelekea kwamba kila mtu apewe nafasi ya kusema mambo yake, mitazamo yako, kwa sababu tuna uhuru wa kusema, uhuru wa kutembea, uhuru wa kutangamana. Na wengine pia watakuja waseme yao, lakini sisi tunaamini kwamba Linda Mwananchi, iwapo tutapewa fursa ya kuweza kuendesha masuala ya nchi yetu, mambo yatakuwa tofauti kidogo. Na ningependa mwenzangu Benjamin Andanje apate kutupasha zaidi. Asante sana Sevana Ngamwami Benjamin singana umwami akhorebe, lakini kusangana na kuliso lina ya housing levy. Ngoroba ndu nomba muruchi nomba bana habari shibabole oblaita umwami sifuna shira bare bangambu rembu 8 floor na number 12 floor abadu shibabana nwale sauti ngorota labda okueleza kidogo shibabole oblaitawe ama abadu yabuso banyama yona affordable housing njereni Benjamin omurukuri ino kasima hubo ya mubi sikira esese na boya nandi bele kwachira undu balifunyula kulinende omusayo wefumu Linda Mwananchi oli mbunge wefunyula bali Dr. Oundo. Funyula is a village like this one abon hata noreva Mheshimiwa Oundo mwene. There is no slum in Funyula. So if the president is arguing that he's building affordable houses ndio aweze kutoa slum, swali yangu ni simple sana. Ni slum gani alikuwa na deal nayo huko Funyula? Hakuna slum Funyula. Na kesho Mheshimiwa Oundo mwenyewe atawaambia, kwa sababu mimi wa Nairobi wanaweza sema labda nadanganya. It is about priorities ndugu yangu. Priorities. Ukiuliza watu wa Funyula, mimi nimetembea katika maeneo ya Busia kwa mfano. Wakati tumefanya Senate mashinani mwezi wa 9 mwaka uliopita, tumeenda katika hospitali ya rufaa ya Busia. Kuna mambo pale ambayo wana Busia walituambia wangependa kwamba wodi zao zipanuliwe. Wangependa kwamba zile majengo ambazo ziko pale za hospitali zipanuliwe. Wangependa shule zao zipanuliwe. Sasa ukiuliza mtu wa Funyula, it is about priorities my brother.
Ukiuliza mtu wa Funyula kama hiyo concrete kokoto yote na mawe na simiti ambayo imetumiwa kujenga nyumba mpaka 12th floor ingetumika kupanua shule za Funyula, wangekuambia afadhali tupewe hizo shule, kwa sababu pale kwenye kijiji pale hakuna mkazi wa Funyula anataka kuishi 12th floor, bali kuku yake hizi fika. Na nyinyi mumeona hapa, unajua kuna reason kuku inaitwa Ingo Ho kwa Kiluya. Inaanza na Ingo. Ingo inamaanisha nini? Nyumbani. Ukitaka kujua kuna nyumba ama boma mahali, kitu ya kwanza unaona ni kuku. Sasa niambie 12th floor nani anaingiza kuku yake huko? Inatakina maendeleo yafanywe in consultation with the people. Watakueleza wenyewe kwamba priority yetu hapa ni barabara. Kwa mfano hapa walileta county industrial parks, wakasema wanajenga hapa across up katika hii shamba la Sangalo hii institute. Lakini kwa saa hii mradi huo umesimama. Hii barabara hii ambayo inaitwa C41 inapita hapa nje na mmeitumia kuja hapa. Mheshimiwa William Ruto alisimama miaka 2 iliyopita akatangaza kwamba barabara hiyo imekamilika. Nyinyi wenyewe mmejionea kama hiyo barabara imekamilika. Omwami Wanyonyi, wewe mwenyewe unaweza kuona, kwa sababu yeye ni mtu mwenye kusema uongo. Kwa hivyo kitu ambacho nilikuwa nasema, William Ruto atuelezee pale Funyula amejenga nyumba za affordable housing 12 stories, alikuwa anamaliza slum gani? Namba 2, tangu aingie katika mamlaka slums alizopata, kama mimi kama senator wa Nairobi, kila mtu anajua slums zilizopo Nairobi, atuambie ni gani amefunga tangu aanze kutukata ushuru. Kama mimi nalipa zaidi ya shilingi 35,000 ya housing levy, amenikata hii ushuru mwaka huu, miaka hii yote, anielezee slum gani Nairobi amewahi kufunga. Mathare bado iko pale, Kibra bado iko pale, hata kule Mbakazi South bado pale Mukuru bado kuna slum. Unajua hii mambo ya slums are not a housing problem, they are an income problem. For as long as wananchi hawana fedha ya kuweza kujimudu, wataishi katika makazi duni. Unanielewa? Labda yeye ni vile haelewi, na nimemwambia usibishane na Muluya mambo ya kuku. Mimi siwezi bishana na William Ruto mambo ya ng'ombe na maziwa na mursiki, ama kubishana na senator wa Nyandarua kuhusu viazi. Sisi Waluya hatufugi kuku, tunaishi na kuku bwana. Sasa ukikuta mtu anagombana na Muluya juu ya kuku, ziwe ni mtu amepotea. Labda liswa janje leo kumwisha na Malanga, are you against the housing levy ama wenyewe leo wambusha zinzita namna gani? First of all, I am telling you that the housing program is not a solution to anything, because the problem has always been an income problem. The first time ambapo nilipata kazi mimi, kabla nipate kazi nilikuwa naishi kwa SQ. Nilipopata kazi wanalipa 40,000, nikahabia Roysambu nalipa nyumba ya 2 bedroom. Nikapata kazi nyingine walikuwa wananilipa 120,000, nikaingia nyumba ya 3 bedroom. For as long as una create environment ambayo watu wanaweza kupata kazi na kujimudu, itapelekea kwamba tutaeradicate hizi slums. Lakini watu wanakuja pale Nairobi kutafuta ajira. Unakuja kutafuta ajira, haupati ajira, unapata labda leo 500, kesho 1000. Unatafuta nyumba ambayo unaweza kujistiri, haimaanishi kwamba hutaki kuingia kwenye nyumba hizo ambazo wanaita ni nyumba nzuri, lakini hauna hiyo fedha ambayo inaweza kukuwezesha. Mimi ninavyojua, kwanza tunapoingia katika uchaguzi wa mwaka 2027, nataka mjue kwamba Linda Mwananchi itatoa hii kitu inaitwa housing levy. Serikali inatakana itengeneze mandhari ambayo kwanza watu wako na kazi. Number 2, private sector inaweza kujenga nyumba kwa kuweka zile sera ambazo zinapelekea kwamba kuwe na urahisi wa kujenga nyumba, urahisi wa kununua ardhi, urahisi wa hizi inaitwaje, hizi fittings za nyumba ziwe rahisi kupata. Unanielewa? So that tuweze kupea private sector nafasi nzuri ya kujengea wananchi nyumba. Kwa hivyo mimi kwangu mimi tangu mwanzo sijawahi kuunga mkono hili swala la housing levy. Na la mwisho kabisa kwa hii issue ya housing levy, William Ruto anadanganya kwamba alikuwa anataka kutujengea nyumba. Mradi huu mzima ilikuwa ni yeye na marafiki zake kujitajirisha. Maanake ukipiga msasa swala hilo zima, utakuta wale wenye kuuza simiti pale, wale wenye kupeleka chuma pale, wale wenye kufanya kazi pale, wote ni marafiki zake na wandani wake. Yeye bora amejenga, amelipwa, haijalishi kama wananchi wataingia pale. Nitakupa mfano, alizungumzia masoko. Unajua ukiangalia masoko, kwanza kuna moja ambayo imejengwa pale juzi hapa kwa barabara ya kutoka Kisumu kuja huku kwetu Vihiga, mahali inaitwa Kisian pale, wale traders wa junction kwa barabara inaenda Bondo ndio wenye kuuza pale. Jamaa amechukua soko, ameingiza kwa msitu huko. Ajali kwa sababu yeye bora wale ambao ni suppliers wake wamesupply na wamelipwa. Mimi niko katika ile public accounts committee pale kwenye Senate.
seneta ama governor wa Makueni alikuja akatuambia, kwa mfano huu mradi mzima wa KAIPS huyu. Hii KAIPS alikuja akaambia serikali kuu kwamba kule Makueni, kwa sababu ya environment ya Makueni, it is a very vast county, watu wana produce different produces ama crops across the county, wao hawahitaji one central aggregation place. Wakamwambia hiyo ni yako, sisi bora tujenge, county zote lazima aggregation park ijengwe. Yeye bora alipwe, simiti imenunuliwa, chuma imelipwa, hajali. Kwa hivyo mtu asikudanganye kwamba William Ruto ana nia ya kutupatia hizi nyumba. Yeye anachotaka ni yeye na marafiki zake kujibinafsisha katika miradi hii, haijalishi kama wananchi wataingia pale ndani ya mapana. Kwako Wanyonyi. Naam, asante sana mheshimiwa. Naam. Je, unawania kiti cha urais katika taifa la Kenya? Sijui mbona wao mnaniuliza hiyo swali kila wakati ambapo tunafanya mahojiano. La muhimu zaidi dadangu Nancy ni kwamba sisi wanalinda mwananchi. Kwanza ni kuhakikishia kwamba Linda Mwananchi itatoa mgombezi wa urais na naibu wake katika uchaguzi wa mwaka 2027. Na ukiangalia kikosi kizima cha Linda Mwananchi, kuna talanta pale, watu ambao wana utu, watu ambao wana roho safi. Unajua William Ruto amegandamiza wananchi sana, mpaka kwa sasa wananchi wanataka tu mtu mzuri mwenye roho safi, mtu ambaye haamki kila siku kufikiria maovu juu ya wananchi, mtu ambaye hataua watoto wao, mtu ambaye ataruhusu watoto wao wakue, waende shule, waweze kujiendeleza, mtu ambaye hataingililia payslip za watu, kuwekea ushuru kutoka juu mpaka chini, mtu ambaye ataruhusu wananchi wawe huru. Maana yake sisi tunasema ama tunaamini kwamba ukiangalia katiba ya Kenya, ile manifesto ya serikali ambayo Wakenya walikuwa wanataka tayari iko ndani ya katiba yetu, kwa sababu tuna historia bana. Sisi tumekuwa katika hiyo kijiji ulikuwa unasema ya Kitinda pale. Umenotice ukitoka town, ukitana hapo Msikoma, kuna deep hivi kidogo kabla ufike pale kwenye mtoni ambao unaitwa Halaba. Wakati sisi ni watoto tulikuwa tumeketi kama vile tumeketi hivi, unasikia Land Rover ya DC inatoka town. Kwa hiyo mteremko hivi, baba yangu huyu wa Kenya huyu ukimuuliza atakwambia, akisikia sauti ya Land Rover anaingia kwa miwa bila kuambiwa, bila makosa. Kwa sababu gani? Wale jamaa wakati wa KANU hawakuwa wanangoja ujieleze, wanakukujia tu, na wakikukujia wanakuchukua, wanakupeleka, hawaambii familia yako uko maeneo gani, hawakuambii ni kwa nini wamekushika, wanaweza kufunga miezi 6, miaka 9, wengine waliwawa ndani ya detention. Tunaambia Wakenya wanataka tusijaribu hata siku moja turudi katika mandhari kama hayo. Wewe ni mwanahabari, unajua kuna habari za utekaji nyara wa vijana, kuchukuliwa pasi na makosa yoyote, kufichwa mahali ambapo familia zao hazijui. Juzi Inspector General wa polisi amekuwa mahakamani, anaambiwa atoe wale vijana ambao walishikwa pale. Mnajua kesi ya Albert Ojwang inaendelea. Mambo ambayo mmeona pale ni mambo ya kuvunja moyo. Hii ni nchi gani ati polisi wanaweza kutoka Nairobi waje katika kijiji kama hichi cha Siaka, wachukue kijana wampeleke mpaka Nairobi, wamuue ndani ya seli ya polisi pale Central, alafu kisha watuambie ati alijiua yeye mwenyewe. Watu wanatuambia ya kwamba hatutaki kurudi katika yale maisha ambayo tulikuwa naishi chini ya KANU. Na ndio maana nawaambia haijalishi hii barabara hii C41 imekuwa hivi tangu nizaliwe, hatujawahi umia kwa sababu tuko hai. Unanielewa? So ukiniuliza mimi ama ulize mzee wa Kenya hapa, hii barabara ijengwe ama Sifuna auliwe, unafikiria mzazi atasema nini? Tunapenda zaidi maisha ya watoto wetu, tunataka wakue. Unanielewa? Hii barabara ilikuwa inakuwa maintained na Nzoia Sugar tukiwa watoto, na hatujawahi kuwa na shida. So usituambie eti unatujengea barabara ile hali unatuua. Na ndio maana sisi tunashinikiza kama Linda Mwananchi kwamba yale maadili 6 muhimu yaliyopo katika katiba yetu, kwamba tunataka serikali ambayo inazingatia haki za kibinadamu, serikali ambayo inazingatia demokrasia, serikali ambayo inazingatia usawa, serikali ambayo inazingatia utawala wa kisheria. Unaona, si utawala wa kiimla ama utawala wa mambo ni matatu. Hiyo hapana. Na serikali ambayo itawapa wananchi uhuru wa kuishi maisha yao. So kama Linda Mwananchi, jambo ambalo naweza kukuhakikishia dada yangu, tunayo talanta. Historia ya hawa watu ndani ya Linda Mwananchi unawajua. Wewe unajua James Orengo, mtu ambaye amepigania haki na demokrasia katika nchi hii yetu. Tunajua kwamba tuna kikosi kizuri pale, ambapo iwapo mtatupa nafasi na sisi tuitwae uongozi wa taifa hili, tutarudisha taifa hili kwa reli ya hizo maadili 6 zilizomo katika katiba yetu. Asante sana. Kwako Robert. Naam, tumesikia mara na tena tunasema mimi ndio Sifuna, sisi ndio Sifuna. Je, kwako unaelewa vipi hii sentensi na kwako ina maana gani?
Unajua mambo haya yaliibuliwa na vijana wenyewe, kwa sababu nikidhani kulikuwa na mgogoro mkubwa ndani ya chama cha ODM na wengi walikuwa wanajaribu kuonyesha ile support yao ama kusimama na mimi katika vile vita vilivyokuwa ndani ya chama cha ODM, na kuashiria kwamba msidhani kwamba huyu jamaa ni mmoja. Sisi sote tunafuatilia ama tunaunga mkono yale ambayo anasimamia, yale ambayo anasema, haya maadili ambayo yanazungumzia mfumo wa serikali ambao tungependa kuona wanajihusisha na hayo maadili. Na nimepatwa na, unajua hata mimi mwenyewe nimeshtuka sana, kwa sababu hii kitu ya watu kujiita wao pia ni Sifuna ilinipata by surprise. Si kitu ambacho nilikaa nikapanga, na kimeshika moto tu, kama unajua moto ya ile inaitwaje pale kwa nini tu kwa msitu, bonfire ile kubwa. So I have been extremely humbled ya kwamba watu wana identify na vitu ambavyo nazungumzia, wana identify na causes ambazo tumechagua kuzifuata sisi, wanajiita wao pia ni wao. Na kama kiongozi wa kisiasa, hakuna kitu ambacho kila mtu anatamani katika uongozi wa kisiasa kama watu kuunga wewe mkono na maadili ambayo unasimamia. Na kinachonipa comfort ni kwamba Masifuna wamekuwa wengi, hata kitu kikifanyikia huyu mmoja, kuna wengine ambao wanaweza endeleza safari, kwa sababu kumekuwa na vitisho vingi. Watu wanasema sijui nini kitakufanyikia nini, lakini ninaamini kwamba kwa sababu sasa kina Sifuna ni wengi, hata iwapo mmoja wetu hata maliza hii safari, kuna Masifuna wengi mamilioni ambao wanaweza kusukuma mada hii yetu mpaka mwisho. Swali lingine. Je, Sifuna bado ni mwana ODM? Na mimi nilichaguliwa na chama cha ODM kwa muhula wa miaka 5, lakini matukio ambayo yamekuwepo pale ndani ya chama kwa miezi michache hii ambayo imepita inadhihirisha wazi kwamba labda sina future kwenye chama cha ODM. Manake sasa chama cha ODM kimetwaliwa, na uamuzi wote ambao unafanywa ndani ya chama cha ODM haufanywi pale Chungwa House kama pale nyuma ambapo mimi nilikuwepo kama katibu mkuu. Uamuzi wa jinsi ambavyo chama kinaendeshwa, mambo muhimu ndani ya chama yanafanywa kwenye Ikulu. Na mfano wa hivi punde zaidi ni jinsi ambavyo nilivyobanduliwa katika afisi ya naibu kiranja wa walio wachache kwenye bunge la Senate. Mliwaona maseneta wa chama cha ODM wale ambao wanaunga mkono ile broad based na serikali ya William Ruto, kwanza wakaitwa wakati wa lunch time wakaitwa Ikulu, wakapewa maagizo kwamba ifikapo jioni leo usiku lazima huyu jamaa mkwe mmemngatua. Na kweli wakaita mkutano usiku kama saa hii. Tulikuwa kwenye ofisi ya yule kiranja wa walio wachache Mheshimiwa Ledamo Lekina ambaye ni senator wa Narok. Wakasema sisi tumeambiwa lazima tukufurushe, hamna sababu, ni lazima uende. Unanielewa? So iwapo tumefika katika nafasi kama hii, mimi kweli namkosa baba na miss baba, manake alipokuwepo pale kulikuwa na uongozi ambao ulikuwa ni uongozi ambao ulikuwa consultative. Unaona, alikuwa anatuuliza maoni yetu kabla uamuzi ufanywe katika chama. Baba alikuwa anaheshimu kila mtu, hata wale wanachama wa ODM hapa Bungoma, ule mdogo kabisa Mheshimiwa Hilda Sianga alikuwa hapa, ambaye ni mwananek chairman wetu hapa Mheshimiwa Balala, atakwambia baba alikuwa anaweza kuchukua simu ampigie mwanachama wa ODM hapa amuulize mngependa tufanye mambo namna gani. Buliona kila wakati ambapo alikuwa anataka kufanya uamuzi mzito, alikuwa anafanya mikutano na wanachama wa ODM katika maeneo ya nyanjani, anawauliza tungependa tufanye vipi. Hii ODM ya sasa inauliza, badala iulize wananchi, inauliza William Ruto tufanye vipi. So ni wazi kwamba hawatutaki pale, na mimi naona ni kama, kwa kusema kweli, nimeweka ahadi ambayo nilitoa kwa boss wangu wakati wa mazishi yake. Nikamwambia baba, mimi sitakuwa mwenye kuvunja chama cha ODM ama kusambaratisha chama cha ODM. Ni wao ambao wamenifukuza. Kila kitu ambacho baba yangu alinipea, baba wangu wa kisiasa, wamekichukua. Na nikasema ni kawaida katika, unajua nyinyi mnajua haya maeneo ya Luyaland. Hapa kwenye boma hapa, mzee akifa, unasikia mtu amekujia mjane, mwingine amechukua koti yake, kuku zimeibiwa kwenye boma. Yale mambo ambayo yalikuwa yametengewa kwa sababu ya watoto wake, watoto wa marehemu, inachukuliwa. So vijana wakaniambia, wacha wakuvue kila kitu. Wakuvue kila kitu ambacho baba alikupatia, na sisi tutakurejeshea. Mnanielewa? So tunapoingia katika uchaguzi wa mwaka 2027, ni dhahiri kwamba chama cha ODM hakitutaki sisi ambao tumesema hatuwezi kumuunga mkono Mheshimiwa William Ruto. Na ni kwa hivyo ni wazi kwamba lazima tujipange, kwa sababu na sisi tungependa kuzidi kuwa katika
uongozi wa kidemokrasia, na demokrasia inapelekea kwamba mtu wa uamuzi tofauti. Naam, asante sana mheshimiwa kwa kuweza kuitikia awamu ya kwanza ya maswali kutoka kwetu. Na watazamaji, basi mnapata